Mwana wa Mungu uliye hai, ninakusalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninakusalimu katika jina la Mwokozi. Muda huu wa jioni na usiku huu, tunapenda kumshukuru Mungu aliyetulinda na kututunza. Amekuwa pamoja nasi katika mipango mbalimbali siku hii. Amemlinda huyu baba, amemlinda huyu mama, amelinda familia yetu, na tunamshukuru Mungu mno na tunalihimidi jina la Bwana. Basi kabla ya kula chakula ama mmeshakula chakula, haijalishi, funikeni macho yenu tumuombe Mungu. Baba mwema, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya ibada hii ya jioni. Asante kutupa kibali, Bwana, kuiona jioni hii njema ya Jumatatu. Heshima, utukufu na adhama tunakurudia Yehova. Baba, tunaomba neema yako isiondoke kwetu. Neema yako isiondoke juu ya nyumba hii. Neema yako isiondoke juu ya baba huyu wa familia. Neema yako isiondoke juu ya mama huyu wa familia. Neema yako isiondoke juu ya watoto wake na vyote ulivyompa, ulivyowapa, Bwana. Asante kulinda biashara zetu. Asante kulinda vyote ulivyotupa kwa neema yako. Na asante kwamba tumekuamini Mungu, kwamba shetani hata kuwa fungu letu kwa namna na jinsi yoyote. Tunakushukuru na tunalihimidi jina lako Bwana. Ukaseme nasi tuko tayari kukusikiliza wewe, ule Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, pale uliposema amen. Mpendwa mtoto wa Mungu, jioni hii ya leo, kabla ya kwenda kulala, ninaleta neno la Mungu kwako katika familia yako kutoka katika Zaburi ya 92 mstari wa 13 na mstari wa 14. Zaburi ya 92 mstari wa 13 na wa 14. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana. Neno la Bwana linasema, neno la Mungu linasema, waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Naomba tena. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi
katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Amen. Mpendwa mtoto wa Mungu, neno hili ambalo limekuja kwetu ni ujumbe ambao umekuja kwa majira na wakati wake, na kama neno la Mungu linatuambia, wale ambao wamepandwa katika nyua za Bwana, wale waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Bwana wetu. Sikiliza, kama kuna kustawi katika maisha, basi kuna kunyauka katika maisha. Ninaomba kila mmoja wetu achukue ujumbe huu ambao umeletwa kwetu, na neno la Mungu halitapunguka hata yodi moja, halitaondoka hata nukta moja. Sasa anasema wale waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Hebu sema maneno haya pamoja na mimi. Bwana, ninakuomba, kati ya wale wanaostawi mwaka huu, kati ya wale wanaostawi katika Pasaka hii, Juma Takatifu, ninaomba nikawe na mimi. Naomba niwe ni mimi na familia yangu na mke wangu na watoto wangu na biashara yangu na majukumu yangu. Hebu sikiliza tena. Anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyumba ya Mungu wetu. Imeitwa ni nyumba ya Bwana. Kwa wale ambao tunatamani kustawi na kuota vizuri na kushamiri vizuri, ninakusihi usiache kupandwa kwenye nyumba ya Bwana. Ni nini maana yake? Kama kuna nyumba ya Bwana mahali, hakikisha na wewe unakuwa ni sehemu ya mchakato katika nyumba ya Bwana. Kwa wale ndugu zetu ambao ni Waislamu, hakikisha unapandwa katika nyumba ya Bwana. Wale ambao ni Wakristo pamoja na madhehebu yetu, hakikisha unapandwa katika nyumba ya Bwana kama unatamani kubaki ukiwa unastawi. Lakini anasema watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Sema pamoja nami, watazaa matunda hata wakati wa uzee. Sema tena pamoja nami, nitazaa matunda hadi wakati wa uzee. Kwa wale walio wakulima, ukiona mti uliootesha aidha ni wa embe au wa parachichi au wa chochote ulichootesha kikazaa vizuri kwa muda mrefu, huwa unafurahi. Na ndivyo neno la Bwana linasema, kama wewe umeruhusu kupandwa katika nyumba ya Bwana, kama mimi nimeruhusu kupandwa katika nyumba ya Bwana, neno linasema basi nitazaa matunda hata wakati wa uzee. Kama kuna kuzaa matunda, kinyume chake ni kutokuzaa matunda. Leo tunatamani wote tukapige kura mbele za Mungu wetu kwamba chochote kinachokufanya wewe au kinachonifanya mimi nisizae matunda, tukaende tukakatae katika jioni ya leo kabla ya kulala, tukakikemee kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho ya kutozaa matunda hata wakati wa uzee, tunaamuru itoke, ituachie kwenye familia zetu, itoke kwa huyu baba, itoke kwa huyu mama, itoke kwa huyu kijana wa kiume na wa kike na watoto, kwa jina la Yesu iondoke kwenye familia. Roho ya kutozaa matunda hata wakati wa uzee, toka kwenye maisha yetu, toka kwenye biashara yetu, toka achia mikakati yetu, toka kwa watoto wetu. Tunajua watoto wetu watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa nyingi. Roho ya kutozaa hadi wakati wa uzee, tumekung'oa na mizizi yako, tumekung'oa na chochote ulichojishika nacho. Roho ni roho tu, na sisi tumeing'oa kwa jina la Yesu Kristo. Wale waliopandwa katika nyumba za Bwana watajaa na ubichi, watajawa na utovu, hawatakuwa katika hali ya kunyauka. Na haya ni maombi yetu. Ndugu yangu, usinyauke, usikauke.
lakini ujawe na ubichi, ujawe na utomvu. Na mti wenye ubichi na mti wenye utomvu ndio ule ambao tunatarajia matunda. Maana yake utakuwa na ukijani wakati wote, lakini sio ukijani tu wa majani alafu isizae matunda. Hapana, neno la Mungu linasema utajawa na ubichi, utajawa na utomvu, lakini utazaa matunda hata wakati wa uzee. Haya ni maombi muhimu sana. Ni maombi muhimu sana kwangu na kwako, kwamba kama hujawahi kusema sala hii, ungesema pamoja nami. Sema: Bwana, ninakuomba katika maisha yangu nijawe na ubichi, nijawe na utomvu, niwe katika hali ya kuwa na afya, lakini niweze kuzaa matunda, na matunda hayo yasiwe tu ni ya msimu, lakini nizae matunda mpaka wakati wa uzee. Sikiliza ndugu yangu, Mungu amekuacha kwa mpango maalum, ili wewe uzae matunda, ili mimi nizae matunda. Sasa ni wajibu wangu na ni wajibu wako kujiuliza, je, mimi ninazaa matunda kwenye ndoa yangu? Ninazaa matunda kama baba au kama mama? Kwa watoto wangu kama baba au mama, ninazaa matunda kwao? Katika jamii ninazaa matunda? Katika kanisa la Bwana ninazaa matunda? Katika msikiti ninaoabudu ninazaa matunda? Je, mimi ni mtu wa kimbilio au ni mtu ambaye watu wakiniona wanatamani wanikimbie kwa sababu nina nguvu tofauti, nina negative energies? Sipendi kuona watu wakifurahi, sipendi kuona watu wamefanikiwa. Tunazivunja hizo roho mbaya kwa jina la Yesu. Roho za kunyauka zikatuachie, roho za kukauka zikatuachie, roho za kutojaa utomvu zikatuachie, roho za kutozaa matunda hata wakati wa uzee zikatuachie kwa jina la Yesu. Hebu weka mkono katika kichwa chako, kila mmoja, hata kama ni mtoto unayeniangalia ukiwa hapo nyumbani, weka mkono katika kichwa chako kama mimi. Sema: Bwana, ninakushukuru kwa neno lako. Asante kwa ajili ya siri hii, kwamba wale waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu na watakuwa na ubichi. Ninakuomba Bwana, mimi nisinyauke, nibaki na ubichi, nikuzalie matunda Bwana hata wakati wa uzee. Roho yoyote iliyoko ndani yangu, roho yoyote iliyoko ndani yangu inayozuia nisizae matunda hata